Mchezo au katika matendo yaliyofanyika uwanjani, tunaangalia moja kwa moja tendo alilofanya Baka dhidi ya mshambuliaji wa Mbeya City. Kuna faulo ambayo amelitenda Baka kwa mchezaji wa Mbeya City. Je, faulo hili unahisi unalizungumziaje? Lakini pia kwa upande wa refa, unataka kuniambia refa hajaona hili faulo? Of course pia kuna bahati kwenye mchezo. Kwa hiyo Yanga pia walibahatika kutopata red card. Unaelewa, hiyo ni bahati pia kwenye mchezo. Unajua refa pia binadamu, umeshanifahamu. Kuna muda ana mchezo mpira pia mchezo wa fair play. Kwa hiyo kuna muda kocha refa huenda aliona si umeshanifahamu. Yeah. Lakini to me hii ni red card ambayo haina kupepesa. Unaelewa. Na jana imechezwa mechi ya Mbeya City pamoja na Young African ambapo timu zote mbili zimetoka kwa sare ya 0-0. Uzungumziaje mchezo wa jana? Mchezo mzuri na mchezo ambao unatoa picha halisi ya ukubwa wa ligi yetu ya NBC Premier League, kwa sababu ni unapoona timu giant kama hizi Simba ama Yanga kupata sare kwenye mechi kama ya ligi na timu kama Mbeya City, inaonyesha kwamba ligi yetu ni kweli ni bora, kwa sababu ndio vitu ambavyo vipo kwenye ligi zote ushindani, kwa sababu timu kubwa zinatakiwa zipate challenge kwenye timu ambazo ni ndogo, na sio udogo huo, kwa sababu timu yote ambayo inashiriki ligi kuu ni kubwa pia, lakini tunazungumzia ukubwa wa giant, umeelewa sijui. Kwa hivyo mimi kwangu ni mchezo mzuri, na kwa Mbeya City pia ni mchezo mzuri zaidi, kwa sababu utakuwa ni mchezo ambao umetengeneza mwanzo wao mzuri. Unajua kupata pointi moja mbele ya Young Africans ni kwa timu pia kama Mbeya City inawapa nguvu na kuona kwamba yes, mwanzo wetu wa ligi ni mzuri. Na mara nyingi Yanga wamekuwa wakikosa pointi 3 katika ule uwanja Sokoine. Of course rekodi zinazungumza ni nadhani kama si michezo 10 michezo 9 imechezwa pale Sokoine, na Yanga ameibuka na pointi 3 michezo miwili tu, michezo asilimia yote anaacha pale point kwa kufungwa kwa kusali. Kwa hivyo mchezo mzuri, ni mchezo ambao kwa sisi wadau wa michezo tumeenjoy game, na of course pia nichukue nafasi hii kuwapongeza sana Mbeya City, sababu inafahamika Yanga ni timu kubwa. Kwa hivyo kitendo cha kupata pointi moja, narudia tena, kwa Young Africans ni kwao ni bora zaidi. Sawa, tunasema Mbeya City kwao umekuwa bora, lakini tukija kwa upande wa Yanga, tumeona mashabiki wa Yanga wamekuwa wakimlalamikia kocha Romain Folz, wakihitaji viongozi wa Yanga wamtoe kutokana na amekuwa hapeleki timu sehemu ambayo wananchi wanahitaji. Kwako hili unalizungumziaje? Je, ni kocha na makosa katika ule mchezo, wachezaji, au ni upande upi ambapo Yanga amefanya vibaya? Kwanza kwa kufanya vibaya siwezi kusema wamefanya vibaya. Mchezo una matokeo matatu ya kufungwa, kusare na ushindi, si ndio? Yes, japokuwa perception ya watu wengi sana ni kuona timu yao inafanya vizuri especially kwenye ushindi, mshanifahamu. Lakini kwa mimi of course kocha anaweza kashiriki. Siwezi kusema kwamba Romain Folz ni kocha mbaya. Mimi siamini kwamba kocha mbaya. Isipokuwa ninachoamini mimi ni kwamba inawezekana kocha ameingia kwenye ligi ambayo haifahamu, unaelewa, lakini pia makocha ni binadamu na wachezaji ni binadamu. Kila mmoja anahitaji game time, kwa maana kocha anahitaji time kuwazoea na kuwajua wachezaji. Unajua wachezaji kila mmoja na tabia yake mmoja. Wengine ni wepesi wa kupokea, wengine ni wako wazito, wengine wana asili ya kiburi, na ni tabia hizo za kibinadamu. Kwa hivyo sasa tukenda kwenye swala zima la Romain Folz, huenda akawa ni kocha mzuri, lakini kwa time ambayo amepewa na Young Africans ni time ndogo sana. Unaelewa sijui kuingiza mbinu zake nini, ufundi, kuifanya Yanga iwe bora zaidi, kwa sababu amekuta Yanga tayari na mataji 4, amekuta Yanga tayari ina sulubu
Umeelewa? Timu za NBC Premier League, timu zikutana na Yanga zinakula chuma 5, 6, 3 ni jambo la kawaida. Lakini leo hii tumeona ni kocha ambaye ameanza vizuri pia, kwa sababu mpaka hapa tunapozungumza ana mechi kadhaa ameshinda, umeshanifahamu. Lakini mashabiki na wadau wenye timu yao wakiangalia namna ya mfumo mchezo wanaocheza uwanjani hawaridhiki. Kwa hivyo mshabiki pia ni ana hisia zake, ana haki ya kusema sio kocha tu, hata mchezaji fulani simtaki. Lakini tukienda kitaaluma zaidi, uwezi kumtia kwenye makosa Romain Folz kwa Yanga kusare ama kufungwa. Isipokuwa kwa aina ya kocha ambayo Yanga huenda kwa wanamtaka, mimi nadhani Romain Folz sidhani kama anaweza akawafaa. Umeelewa? Kwa sababu wao wanahitaji kocha ambaye directly akiingia pale waone kile ambacho wao wanachokitaji. Si mshanifahamu? Na kiwalisia kocha namna hiyo hayupo, kwamba aingie tu directly basi muone mbinu zake zilikuwa zinafanya kazi na nini, inakuwa ni ngumu kidogo. Kwa maelezo hayo, je, unahisi kwa Afrika hii Yanga ni kocha yupi anawafaa zaidi ili mradi kuona matokeo ya haraka katika timu yao? Sio Afrika, hata duniani huyo kocha hayupo. Kocha yoyote anapoingia kwenye kikosi anahitaji game time. Umeelewa? Anahitaji game time. Sasa inategemea na malengo ya timu pia. Sasa kwa makocha hawa ambao wanakuja kwenye timu kama Young Africans ambao kwa msimu huu wanahitaji labda wafike mbali kwenye mashindano ya klabu bingwa, umeelewa? Lakini bado pia wanahitaji kuchukua labda kombe la NBC Premier League, wakiona kuna dalili, umeelewa, za kikosi kutofanya poa. Hii pia inawatia mashaka mashabiki na wadau wa michezo, umeshaelewa? Japokuwa kwa upande wa viongozi huenda wakawaelewa, sababu wanazungumza na kocha anawaambia weakness na nini na vitu kama hivyo, umeshanifahamu. Kwa hiyo to me Romain Folz ni kocha, sio kocha mbaya, lakini sidhani kama Yanga wanawafaa. Yaani sidhani kama ni kocha ambayo anaweza akawapa Yanga wanachokihitaji. Unaogopa kusema Oktoba anaweza asitiki? Simuoni Oktoba kutiki. Sijajua, umeelewa, kama kweli watampa time huenda Yanga wakabadilika pia. Umeelewa? Kwa sababu ukiangalia Yanga ya Gamondi, ya Nabi, ya Gamondi, sijui Said Ramovic, Milad Hamli, sijui yule, umeelewa, kuna Yanga fulani unajua hapa ilikuwa inaonekana, lakini sasa hivi ile Yanga haionekani. Ndicho kitu ambacho wadau na mashabiki wanacho doubt hicho. Katika michezo au katika matendo yaliyofanyika uwanjani, tunaangalia moja kwa moja tendo alilofanya Baka dhidi ya mshambuliaji wa Mbeya City. Kuna faulo ambayo amelitenda Baka kwa mchezaji wa Mbeya City. Je, faulo hili unahisi unalizungumziaje? Lakini pia kwa upande wa refa, unataka kuniambia refa hajaona hili faulo? Of course pia kuna bahati kwenye mchezo. Kwa hiyo Yanga pia walibahatika kutopata red card. Unaelewa, hiyo ni bahati pia kwenye mchezo. Unajua refa pia binadamu, umeshanifahamu, kuna muda na mchezo huu mpira pia mchezo wa fair play. Kwa hiyo kuna muda kocha refa huenda aliona, si umeshanifahamu? Yeah. Lakini to me hii ni red card ambayo haina kupepesa. Unaelewa, kwa sababu Baka tuliona mpira uko mbele, yanamwekea yani anatalisha maisha ya mchezaji, career ya mchezaji mwenzake. Na ukiangalia kimpira hicho kitu hakitakiwi. Unaelewa, sijui kanuni za mpira zieleze hivyo. Kwa hivyo unaona kabisa kwamba Baka alistahili red card, lakini bahati ilikuwa kwake. Hiyo ipo pia, bahati inakuwa kwako muda mwingine. Kwa hivyo lakini mimi naona ni red card kabisa. Ni ya wazi, red card ya wazi, haihitaji kupepesa. Tukizungumzia Yanga basi kutakuwa na Simba kati yao. Mapo leo wanacheza Benjamin Mkapa dhidi ya Namungo FC. Unazungumzaje mchezo wa leo ukizingatia kocha Namungo FC ni mtu wa karibu zaidi wa Simba, ambapo anafahamu vitu vingi, siri nyingi za Simba. Je, unazungumzia mchezo wa aina gani watakaocheza leo Simba pamoja na Namungo FC? Mchezo leo utakuwa ni mchezo mzuri, watu wataenjoy mchezo kwa sababu ni mwanzo wa ligi. Simba pia wanahitaji kuwaridhisha mashabiki zao, kwa sababu kile hizo ambazo zipo kwa Yanga leo kwa Simba pia zipo, umeelewa? Kwa hivyo leo pia Simba wanahitaji nao kujitutumua kuwaridhisha mashabiki zao, lakini pia hizi timu ndogo kama nirudie mwanzo, sometimes zinahitaji kuonyesha kwenye timu kubwa, kwa sababu ukiangalia huyu beki wa Simba Anthony Mligo ametokea Namungo. Kwa nini amesajiliwa Simba? Alionekana kwenye mechi ya Simba na Namungo huenda, umeshanifahamu.
Kwa hiyo ni mchezo utakuwa mgumu kwa sababu Namungo pia wanahitaji na wao wapate pointi 3 ukikosa sare. Na mchezo utakuwa mgumu zaidi kwa sababu Juma Ramadhani Mgunda anaifahamu vizuri Simba kama ulivyosema, ushanifahamu. Yes, lakini by the way tabaki Simba ni timu kubwa, Simba ni wazoefu. Ya, kwa hiyo huenda pia ukubwa wa Simba ukaamua matokeo, lakini mimi naona ni mchezo mgumu sana. Yes, mchezo mgumu kwa sababu kwanza ni mwanzo wa ligi, kila timu bado haijaninio, haijafunga. Unajua watu wamesajili, si ndio? Yes, bado kuna ile kila mtu anahitaji kuona kwamba usajili uliofanya ni mzuri zaidi, mashabiki wa fulani. Yes. Kwa hiyo combination kwenye timu ni bado timu nyingi hazijaelewana vizuri. Kwa hivyo mimi mchezo wa leo ni mchezo mzuri, naamini watu wa stay tuned waangalie soka. Yes. Subscribe Miujiza TV.